taaluma muhimu sana katika ulimwengu wa biashara. Taaluma hii ni kipimo kinachoonyesha uhai wa fedha ndani ya taasisi. Taaluma ya uhasibu inakadiriwa kuanza takriban miaka 1000 kabla ya Kristo, na kitabu chake cha mfumo wa double entry kilichapwa kwa mara ya kwanza na Luca Pacol mnamo mwaka 1494. Tangu hapo taaluma hii imeendelea kukua na kuboreshwa mpaka hivi leo. Taaluma ya uhasibu huhusisha uchukuaji wa rekodi za nyaraka zote zinazoonesha umiliki wa mali, uwepo wa madeni, pamoja na taarifa zote za fedha zilizopo katika mfumo wa mitaji ya fedha taslim, mashine, majengo, mikopo na mali nyingine zote, kwa mfumo unaonyesha namna hivi vyote vinavyoingia na kutoka ndani ya taasisi. Uhasibu huhusisha akaunti kuu 5 ambazo ni asset, yaani vitu vyote vinavyomilikiwa na kampuni kama vile fedha taslim. Pili, kuna liabilities ambayo huhusisha pesa ambazo kampuni inadaiwa na wadau wengine. Kuna akaunti ya equity ambayo huhusisha sehemu za mali, asset, zilizopo ndani ya kampuni ambazo zinamilikiwa moja kwa moja na mmiliki wa kampuni. Akaunti ya mapato, na mwisho akaunti ya matumizi ambayo moja huonesha fedha zinazopatikana kwa kuuza bidhaa au huduma, gawio na riba kutokana na uwekezaji. Kisha upande wa pili huonyesha fedha zinazotumiwa na kampuni katika kuzalisha bidhaa au huduma zake. Kimsingi, uhasibu ndio njia kuu ya kuweza kutathmini kama biashara inafaulu au kuanguka, na kuwezesha wadau kufanya maamuzi sahihi, wakiwemo mameneja, wakurugenzi, mamlaka za kodi, taasisi za kifedha na wawekezaji. Ni vyema kujua wahasibu hawafanani katika ubobezi wao, kwani kuna maeneo kadha wa kadha ya ubobezi katika uhasibu, na hapa unaweza kuyajua machache. Kwa kuanza, tuanze na forensic ambayo imegawika katika maeneo mawili, ambayo ni forensic account ambayo humpatia mhasibu aliyobobea katika kuchunguza vitendo vya udanganyifu wa fedha vilivyofanywa dhidi ya kampuni, aidha kwa wafanyakazi, wauzaji wa malighafi, wateja au pande hizo zote tatu kwa pamoja. Kampuni humtumia mhasibu huyo kama mpelelezi na mchunguzi panapotokea sitofahamu za kifedha ndani ya taasisi. Upande wa pili kuna forensic auditor. Huyu ni mhasibu aliyebobea katika kuchunguza vitendo vya udanganyifu wa kifedha vilivyofanywa na kampuni dhidi ya taasisi au mamlaka zingine kama vile benki, mamlaka za mapato, mamlaka nyingine za usimamizi wa fedha. Mara nyingi mhasibu huyu hutumiwa na serikali katika kuchunguza utakatishaji wa fedha, ubadhirifu wa fedha na udanganyifu mwingine wowote wa kifedha ndani ya taasisi. Maeneo mengine ya ubobezi ni financial account, tax account, cost account, management account, social and environmental account na auditing. Wanafunzi wanaosoma taasisi za EGM, ECA, HGE na taasisi zote zenye somo la hesabu kama somo kuu au somo saidizi wanaweza kujiunga na kozi ya uhasibu kwa ngazi ya degree. Mwanafunzi anaweza kusoma kozi hii ndani ama nje ya nchi. Kwa mwanafunzi anayependa kusoma kozi hii nje ya nchi, wasiliana na Global Education Link kupata taarifa ya vigezo, taratibu za udahili pamoja na mikopo ya kusoma vyuo vikuu nje ya nchi isiyo na riba kwa kupiga simu nambari 0656 Lakini pia unaweza kutembelea tovuti ya www.gel.co.tz au kwenda Google Play Store na kudownload application ya Global Education Link.